Leo itakuwa ni maajabu na yatakuwa ni masikitiko makubwa ikiwa kijana hauna mchango katika dini yako. Kijana hauna mchango katika dunia yako. Kijana wewe hauna mipango, upo tu. Yani haueleweki wewe unaishi wapi, unakaa wapi, unakula wapi, unaonekana watembea tu, upo. Yani haueleweki. Wewe kijana utakuwa hauna faida katika maisha. Mahitajio ya Uislamu katika kuwahitaji zaidi vijana na watu kujituma katika kufanya kazi. Vijana ndio watu wa kwanza katika chachu ya umma, na vijana ndio watu wenye kuibeba bendera ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Kwa ubebaji wao kuna mawili katika kubeba huko: ima watukuze jina la Mungu au walidogeshe jina la Mungu, kwa sababu wao ndio wenye chachu kubwa katika umma. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani amepata kusema, man amila salihan min dhakarin au untha falanuhiyannahu hayatan tayyiba. Allah anasema yeyote atakayelitenda jema, huyo mtendaji huyo awe mwanamume au awe mwanamke, huyo mtendaji kwa ule wema wake aliyoufanya, basi tutamfanya aishi maisha yaliyokuwa mazuri. Kwa nini ndaambatanisha aya hii ambayo Allah anazungumzia watu kutenda mema na mada yangu inayohusu umuhimu wa mahitajio Uislamu, namna unavyohitaji zaidi vijana na namna Uislamu unavyohitaji zaidi watu kujituma katika kufanya kazi. Wema ni kitu ambacho kinaweza kutendwa ima iwe na kijana au asiyekuwa kijana, lakini vijana ndo wanastahili zaidi kutenda zaidi wema. Kwa nini? Kwa sababu wao ndio chachu katika umma. Huyu kijana akiwa mtovu wa adabu, akiwa hana adabu, maana yake kutokuwa na adabu yeye kutasababisha mzazi wake atukanike kwa sababu yeye hana adabu. Huyu kijana akiwa haheshimu watu, atasababisha wazazi wake watukanike, au wale wanaomiliki kama ni walimu wake watukanike, waonekane kwamba hawa walimu hawakumfunza adabu mtoto wao. Kwa hiyo yule atakayetenda jema katika watu, awe mwanamume au awe mwanamke, basi mtu huyo Allah anasema tutamfanya aishi maisha yaliyokuwa mazuri kwa ule wema wake aliyokuwa akiufanya. Sasa katika sala la kutenda wema na watu kutaka maisha yaliyokuwa mazuri, wenye nafasi kubwa katika kipande hicho ni vijana, na vijana ndiyo chachu katika umma. Katika kuufanya umma uendelee kumea katika yaliyokuwa mazuri, wanahitajika vijana ndo wajitume katika kufanya haya. Mfano, zamani ilikuwa ukimwona mtu mathalan pengine kapewa uimamu pahala, basi lazima huyo mtu awe mtu mzima, miaka 40 ndo anakuwa imamu, au anafundisha watoto, au kapewa ukhatibu sehemu fulani, lazima awe mtu mzima. Lakini sasa hivi wanaofundisha madaris wengi ni vijana, ndo tunashughulikia habari hizo. Maimamu wengi wa misikiti ni vijana, sekta mbalimbali wanaosimamia ni vijana. Kwa nini? Kwa sababu vijana ndiyo nguvu kazi, na vijana ndiyo wana nguvu ya kufanya chochote kwa nguvu zao, kwa sababu wana nguvu namna ya kuzitumia na wanajua. Sasa leo itakuwa ni maajabu na yatakuwa ni masikitiko makubwa ikiwa kijana hauna mchango katika dini yako. Kijana hauna mchango katika dunia yako. Kijana wewe hauna mipango, upo tu. Yani haueleweki wewe unaishi wapi, unakaa wapi, unakula wapi, unaonekana watembea tu, upo. Yani haueleweki. Wewe kijana
utakuwa hauna faida katika maisha. Kijana mwenye faida katika maisha, sifa yake ya kwanza, anakuwa abid wari'in taqiyin, anamwabudu Mungu, anajichunga na anakuwa mcha Mungu kweli kweli kijana. Alafu pia anakuwa ni amil, anafanya kazi, anajituma katika kutafuta lukmatul aishi yake, hawi mwizi, hadhulumu, haongopei watu, hawaibii watu. Huyu ndo kijana anahitajika katika jamii, ili jamii iweze kunufaika kupitia kijana huyu. Leo ukiona taasisi zinaandaliwa tofauti tofauti katika kusomesha watu, kuelimisha watu, basi aktharia ya wale watu wanaokusudiwa kusomeshwa na kuelimishwa ni vijana. Kama wapo watu wazima na wazee wanakuja kuongeza tu ujuzi, au kile kitu kilivyoanzishwa wao enzi zao kilikuwa hakipo, lakini aktharia ya wanaokusudiwa kufundishwa, kutengenezwa tabia, kufanywa wawe wema ni vijana. Leo watu tunataraji katika zile madarisi zetu na sehemu zetu tunazofundishia dini, baada ya muda fulani kupitia sehemu zile, zisitoe walevi, zitoe watu watakaokuja kuutetea Uislamu, zitoe watu watakaokaa chini kuwafundisha watu maneno ya Mungu, zitoe watu watakaoongoza watu ibada zao, zitoe watu watakaokuja kusimama katika mimbari kuwahutubia watu. Nini? Wale wote wanaoandaliwa ni vijana, ili watakavyokuwa waweze kuitetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa leo tumekuwa na matatizo, vijana tuko mbali sana na habari za kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala. Vijana tuko mbali sana na mambo ya kheri. Vijana tuliokuwepo sasa hivi, sisi kazi zetu kubeti, kazi zetu kutongoza, kazi zetu tunatafuta mishangazi ili tulee. Sasa wewe jiulize swali, ikiwa Uislamu unakufundisha, unakuhimiza wewe utoe sadaka au utoe zaka, ile zaka utaitoa vipi ikiwa utaki kufanya kazi wewe kijana? Au ile sadaka utaitoa vipi na wewe kufanya kazi utaki? Unataka mshangazi ukuchukue ukulee, alafu wewe ndo ule hela za yule mshangazi. Maana yake wewe kijana, wewe hauna manufaa katika dunia. Wewe kijana, wewe hauna manufaa katika akhira yako, kwa sababu upo tu, haujielewi. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala katika Qur'an anasema, wabtagh fima ataka Allahu ad-dar al-akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Mungu anasema tafuta, tumia katika kile alichokupa Mungu, kile tumia kutafuta nini? Nyumba yako ya akhira. Lakini katika utumiaji huo usilisahau fungu lako la duniani.